Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na tunaendelea na kipindi chetu hichi cha kusoma miji mbalimbali ya shekeli, kwa maana ya kila mji katika shekeli una maana gani. Na leo hii tutajifunza kuhusu mji wa saba katika shekeli una maana gani. Hata kipindi kilichopita tulisoma miji mbalimbali mpaka mji wa sita, na leo ni mji wa saba. Sasa bila kupoteza muda tuanze na mambo haya saba ambayo yanahusika katika mji wa saba. Na haya ni mambo ambayo yanafahamika, yale ambayo ni basics tu basi. Lakini kuna mambo mengine ambayo mtu anaweza akakwambia ukajikutana kwamba jambo hilo moja kwa moja linaingia katika mji huu wa saba, ambalo inawezekana mimi sijaliandika moja kwa moja. Kwa hiyo ifahamike hiyo. Mimi natoa vile vitu ambavyo vinafahamika, ni common. Na vile vitu ambavyo vinakuwa havifahamiki, kwa hiyo ikitokea basi wewe mwenyewe unajudge kwamba hichi hapa kinaenda katika mji fulani. Kwa hiyo katika mji wa saba, hebu tuangalie jambo la kwanza. Ukiangalia hapa katika jambo la kwanza, anakuambia mji wa saba unahusika na mwenza, mke, mme, mpenzi na mchumba. Na hapa tunaangalia vitu vingi katika kuangalia mwenza. Hapa tunaweza tukaangalia let's say taarifa za mwenza, either ni mke au ni mpenzi au ni mchumba. Let's say unataka kuoa, unataka kuolewa, kwa hiyo unataka kujua huyo mchumba yukoje. Kwa hiyo tutaenda katika mji wa saba ule. Katika ule mji wa saba ndo kwa mchumba huyo inakuwa ndo mji wa kwanza. Naomba ifahamike hivyo. Kwa mfano kama mimi nimeenda kwa mjuzi, nikaa nimemuuliza, bwana na mchumba nataka uniangalizie kama anafaa au hafai. Maanake mimi nitasimama katika mji wa kwanza, mimi ambaye nimeuliza swali. Yule ambaye ni mpenzi wangu mimi nataka kumfahamu, maanake ataenda kumwangalia katika mji wa saba pale, ndo ataenda kumuona. Sasa kwa yule mpenzi wangu ambaye ndo yupo katika mji wa saba, kwake yeye ni mji wa kwanza. Hapa nafikiri nimeeleweka vizuri. Kama hujaelewa basi utaingia kwenye comment section huko, utakuja ueleze wapi hujaelewa. Naeleza kwa sababu gani? Naeleza kwa maana kwamba ukiwa unataka kuangalia taarifa za mwenza, unaangalia taarifa zote kwa ujumla. Utaangalia tabia yake, utaangalia kama anafanya kazi ana kipato gani, ana elimu gani, utaangalia pale. Ni mcha Mungu au sio mcha Mungu, vyote tutakuja kuviangalia, lakini point itaanzia kwenye mji wa saba pale, ambapo ndio utaanza kuhesabia pale. Kwa hiyo chochote utakachokuja kukiangalia baadaye, manake utakuwa unaenda katika miji hiyo mingine inayofuata. Tutakuja kuelezana vizuri hapo, ila na kueleza kwamba mji wa saba tunaangalia mwenza, tunaangalia mke, tunaangalia mpenzi, tunaangalia mchumba. Umeona? Nitakapokuwa nafanya practical vizuri, ndio utakuja uone kwamba katika hii tahti moja nikijiangalia mambo yangu mimi, naweza nikamwangalia mke wangu, naweza nikaangalia mwanangu, naweza nikamwangalia jirani. Umeona? Vitu kama hivyo. Umeona? Basi huko ni kwenye advanced level. Hebu tuanze huko kwenye beginner level, tuelewe kwanza. Kwa hiyo katika mji wa saba, mbali na kuangalia taarifa za mke, sawa, pia naweza pia nikafahamu lese kama huyu mwenza ananifaa au hanifai, atakubali au hawezi kukubali. Umeona? Yote tunaviangalia katika mji wa ngapi? Katika mji huu wa saba. Na sometime huwa inatokea badala ya unajikuta kwamba unataka kujua majibu mawili,
lakini yote yanatakiwa yatoke katika mji mmoja. Kwa mfano, mtu anakuja kukuuliza bana, fulani atanifaa? Atanifaa kwenye maisha nikimuoa au nikiolewa naye? Hilo linakuwa ni swali moja. Lakini anakuuliza la pili, je, atakubali? Unajua kufaa ni jambo moja, alafu na kukubali ni jambo jingine. Anaweza akakufaa na asikubali. Anaweza akakubali na pia asikufae. Kwa hiyo yote unakutana kwamba kwa sababu yanahusika na mambo ya mahusiano, mambo ya mke, mume, mchumba, yote tutaangalia katika mji wa saba. Je, mji wa saba unaweza kutoa majibu haya yote mawili? Jibu ndio. Sio mawili tu, hata matatu. Umeona? Kwa kawaida mji wa saba ni miongoni mwa ile miji minne katika ile miji 16 ambayo tayari ina washirika. Wanaita asharkati, buyuti sharkati wanaita Waarabu. Umeona? Miji ya washirika, umeona, ambayo kwa Kiingereza wanaita cardinals. Umeona? 4 cardinals. Yaani ni miji minne ambayo ina washirika wake. Kwa mfano, mji wa kwanza mshirika wake ni mji wa 13. Alafu mji wa 4 mshirika wake ni mji wa 16. Mji wa 7 mshirika wake ni mji wa 15. Alafu mji wa 10 mshirika wake ni mji wa 14. Umeona? Kwa hiyo katika ile miji kuanzia kaida tafsiri watu wanatafsiri miji 12 wa kwanza mpaka wa 12. Kuanzia 13 mpaka 16 hii miji minne hii inakuwa ni ya washirika. Nitakuja tuelezea vizuri maana hilo litakuwa ile somo kabisa. Umeona? Kuna somo lake baada ya hii miji hapa 12 itakuja miji ya washirika ambayo itakuwa ni hii miji minne iliyobaki. Umeona? Maana yake ukiuliza swali, let's say kuhusu mambo ya ndoa kwa mfano. Kwa mfano hapo maswali mawili nilivyotoa mfano. Kwamba huyu mtu atanifaa katika maisha na je atakubali? Maana yake lile la kwanza litajibiwa katika mji wa 7. Alafu lile la pili litaenda kujibiwa na mji ambaye ni mshirika wa mji wa 7 ambaye ni mwenzake. Ndugu yake kabisa wa damu. Mji ambao ni ndugu yake kabisa wa damu ndio mji wa 15. Kwa hiyo moja itaenda katika mji wa 7 na nyingine itaenda katika mji wa 15. Kwa hiyo kama aliuliza kwamba atanifaa na atakubali, maana yake atanifaa itaenda katika mji wa 7, alafu atakubali itaenda katika mji wa 15. Tutakuja tujifunze zaidi mbeleni huko kwamba je akija maswali matatu tunayajibuje wakati yote yanatakiwa majibu yatoke katika mji mmoja, let's say kama wa 7 mfano hivyo. Unaona? Tutakuja hiyo ni advanced level. Kwa hiyo kwa hii miji ambayo ni minne wao wanaita cardinals, ya kwanza ambao kwa wanaita autadi, miji ya autadi ile. Wa kwanza, wa 4, wa 7 na wa 10. Hiyo ndio miji ambayo inawashirika katika shikeli. Umeona? Hapo tu nilikuwa najaribu kuelezea. Kwa hiyo tumeshamaliza kuangalia kipengele cha mji cha kwanza cha mji wa 7. Tuende kipengele cha pili ambayo nakwambia ni mkataba, makubaliano, mwanasheria, wakili. Sasa hapa mkataba ukiangalia katika masuala ya ndoa ni mkataba, umeona? Lakini si mkataba au makubaliano pekee katika mambo ya ndoa. Pia inaenda katika mkataba au makubaliano katika mambo mengine. Kwa mfano inaweza kaa ni mkataba let's say wa ajira. Kwa mfano ukiwa umeajiriwa unapewa mkataba let's say usaini. Kuna makubaliano ya kuuziana viwanja. Kuna makubaliano let's say ya kuuziana vitu. Kwa hiyo mikataba na makubaliano yoyote au mambo yote ambayo yanahusika na mambo ya kisheria, basi pia yanakuwa yanaingia katika mji wa 7 huu. Na hapa ndipo ambapo mwanasheria
na wakili anapokuwa anahusika. Maana yake pia hata kama unataka kumwangalia wakili au mwanasheria, uwezo wake wa kusimamia kesi au anaweza akaimudu kesi yako au vitu kama hivyo, tunaenda kumwangalia katika mji wa 7 ule. Mji wa 7. Kwa hiyo mambo yote ambayo yanahusika na mambo ya kisheria, mambo ya kuandikishiana na vitu kama hivyo, vyote vinakuwa vimebebwa katika huu mji wa 7. Kwa hiyo ikiwa ni mambo yote ya kuhusu kesi, basi mji wa 7 ndio sehemu yake ambayo ya kuja kuangalizia. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa hiyo tunaenda katika mji wa 3. Mji wa 3 unahusika na mwizi au wezi. Kama tulivyoangalia katika kipindi kilichopita cha kuhusu mji wa 6, tulikuwa tunaangalia kwamba mji wa 6 mbali na kuhusika na mambo ya magonjwa, mambo ya kimalaya, ufuska, uongo, mambo ya kitapeli, vitu kama hivyo. Lakini katika mji wa 7 unahusika na mwizi au wezi. Kwa hiyo tukio lile la wizi, labda unataka kudhibitisha tukio la wizi, huwa tunaenda kuangalia katika mji wa ngapi? Katika mji wa 6. Lakini mwizi mwenyewe, muonekano wake, tabia yake yukoje, ndio tunamwangalia katika mji wa 7. Maana yake kesi yako ikiwa inahusika na mambo ya wizi, ukiangalia mji wa 6, ikakuthibitisha kwamba wizi upo, umetokea, za wapi? Au kitu kimedhihirika kwamba kimeibiwa. Maana yake yule mwizi mwenyewe kuja kumjua, maana yake utaenda kuangalia shikeli ambayo imejitokeza katika mji wa ngapi? Katika mji wa 7. Katika hizi shikeli zote tunaziona 16. Hizo huwa kila shikeli moja ina mtu wake ambaye anayemuelezea. Kama mtu ni mrefu, basi kuna shikeli ambayo inatoa mtu mrefu. Kuna shikeli nyingine inaelezea huyu ni mnene, huyu mwembamba, huyu mfupi, huyu mwanamke, huyu mwanaume, huyu ana ndevu, huyu hana ndevu. Yaani vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo shikeli zote, kila shikeli huwa ina mtu wake ambaye anamuelezea kwamba huyu anaonekanaje na yuko vipi. Kwa hiyo ukitaka kumfahamu mwizi halisi aliyeiba, maana yake utaenda kumwangalia katika mji wa 7. Ile shikeli iliyotokeza ndio unaenda kumjua huyo mwizi yukoje. Lakini swala la wizi lenyewe, tukio la wizi linakuwa katika mji wa 6. Kama unataka kujua kwamba kitu fulani kimepotea au kimeibiwa, maana yake utaangalia katika mji wa 6. Lakini kama kimeibiwa, mwizi mwenyewe ndio tunakuja kumwangalia katika mji wa 7 huu. Lakini hapa nimemaliza. Twende inachofuata ni maridhiano au mgogoro. Katika swala la maridhiano hapa tunaangalia mahusiano kati ya watu wawili, labda wanandoa, wapenzi au vipi. Kama mfano watu waligombana na wanataka kujua let's say wanaendeleaje katika mahusiano yao. Bado moto unawaka au washakuwa na amani tayari wanaendelea vizuri. Maana yake hapa tunaangalia katika mji wa 7. Kwa hiyo ukitaka kujua je, fulani na fulani hali yao ya ndoa inaendeleaje? Bado wana mgogoro au washapatana tayari? Kwa shikeli ya pale itakayotokeza itakuja kuonyesha kwamba okay, saizi mambo ni mazuri, au saizi moto unawaka, au saizi hivyo tu, sio sana wala sio mazuri sana wala sio mabaya sana. Kwa hiyo itakuja kuonyesha hapo. Huo ni ufafanuzi katika kipengele namba 4 katika mji huu wa 7. Twende katika mji huu wa 5. Katika kipengele cha 5 katika mji huu wa 7 anasema mpinzani. Mpinzani kwa maana ya kwamba mtu anayekujia anakuwa na jambo lake. Let's say kuna watu wanashindana labda mahakamani kesi. Yule aliyekujia ndo atakuwa katika mji wa kwanza. Mpinzani wake ambao wanashindana naye huko mahakamani ndo anakuwa katika mji wa 7 yule. Alafu pia inaweza ikawa labda ni watu wanashindana let's say wana mashindano ya ngumi.
Huyu anapigana na huyu. Unataka kutafuta mshindi kati ya hawa wawili, umeona? Yule aliyekujia ndo anakuwa katika mji wa kwanza, alafu yule mpinzani wake sasa ndo anakuwa katika mji wa 7. Umeona? Kwa hiyo mpinzani wa mtu anakuwa katika mji wa 7. Kwa hiyo ukitaka kuangalia jinsi kati ya huyu aliyekuuliza mwenye shida yake na huyu mpinzani wake, kwa hiyo utaangalia mji wa kwanza na wa 7, afu unaangalia uzito kati ya huyu na huyu, yupi mwenye huonekana kwamba anaweza akashinda kati ya wawili. Kwa hiyo utaangalia mizani yake hiyo ya hawa watu wawili, umeona? Kwa hapo unaweza kugundua kwamba okay, kwa tahti hiyo ilivyokuonyesha kwamba huyu anaweza akashinda kuliko huyu hapa, na utajua nini cha kufanya. Kitu kingine ni babu na bibi, umeona? Babu na bibi, umeona? Ni kawaida, sawa. Nikielezea hapa babu na bibi nikakuacha hivi hivi utakuwa haunielewi vizuri. Unaweza nitakiwa nikueleze kwamba kwa nini babu na bibi wanakuwepo hapa, umeona? Nionyeshe mfano kidogo hapa, alafu then ndo utaelewa nini namaanisha. Kwa mfano hapa ukiangalia katika hii tahti hapo unavyoiona, maana yake kuna mji wa kwanza huyu hapa, mji wa pili, wa 3, wa 4. Mji wa 4 kawaida kama nilivyokuelekeza huko katika video zilizopita, mji wa 4 tunazungumzia kuhusu wazazi, baba na mama. Sawa? Sasa kama tunazungumzia wazazi, baba na mama, maana yake kumpata babu na bibi tunaangalia wazazi waliowazaa baba na mama. Wale waliozaa baba na mama, wale wazazi. Mimi kama mimi ambaye nimeuliza hapa swali langu hapa, maana yake mzazi wangu kuja kumpata, na maana yake nitaenda kumwangalia katika mji wa 4 huu hapa. Lakini sasa nikitaka kupata wazazi wa wazazi wangu, ambao ndo babu na bibi, maana yake kuanzia hapa alipo mzazi hapa kwenye mji wa 4 hapa, ndo nitaanza kuhesabu miji 4 kuja kuwatafuta wazazi wa wazazi wangu. Mimi kwangu naenda mji wa 4, lakini kwa wazazi wangu tutaenda miji 4 mbele. Kwa maana hapa kwenye mji wa 4 hapa ndo nitaanza kuhesabu 1, 2, 3, 4. Itakuja kuangukia hapo. Kwa hiyo hapa sasa maana yake kuja kuwapata babu na bibi tunapata hapa kwenye huu mji hapa, ambao kwa mpangilio wa kawaida tukianza kuhesabu kuanzia mwanzo huko, mpangilio wa kawaida itakuwa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwa hiyo itakuwa ni mji wa ngapi? Wa 7. Kwa mimi hapa nitaka kueleza ni kwamba ukitaka kumpata babu na bibi, maana yake utakuja kwenye mji wa 7 hapa. Ndio ilikuwa target yangu, nataka kuonyesha hivyo kwamba babu na bibi tunapata katika mji wa 7. Mtu anaweza kujiuliza sasa hapa kuna haja gani sasa ya kujua sasa kuhusu babu na bibi? Kuna vitu vingi katika familia na katika ukoo ambao vinaweza vikawa vinawahusisha moja kwa moja babu na bibi, umeona? Kuna mambo ya kama ya matambiko, umeona, ambayo yalikuwa yakifanywa na babu na bibi, umeona? Kwa hiyo shikeli inaweza ikawa inatoka kwenye mji wa 8 inahama hapa kwenye mji wa 7. Wewe unaweza kuona imekuja mji wa 7, unaweza kusema sijui hapa ni kwa mambo ya mke, sijui mume au vipi nini, umeona? Unashindwa kuelewa kwamba pia katika huo mji wa ngapi? Wa 7 pia unahusika na nini? Na babu na bibi. Kwa hiyo inategemea na muktadha wa swali ambalo anakuuliza mtu. Unajua unapouliza swali miji huwa inabadilika maana, umeona? Miji huwa inabadilika maana. Ukiuliza let's say maswala labda ya ugonjwa, mji wa 6 unajua kabisa huko hapa tunaenda kuangalia maradhi, umeona? Unajua mji
wa 6 unaenda kuangalia maradhi, umeona. Lakini ukiwa unazungumzia mambo ya wizi tena, unajua mji wa 6 sio mambo ya wizi tena. Mambo ukizungumzia mambo ya wizi, maana yake mji wa 6 unabadilika, umeona. Inakuwa una maana ya wizi, sio tena maradhi, umeona. Alafu wa 7 tena unakuwa tena unamaanisha mwizi, umeona. Ukija mji wa 10 tena unakuwa unamaanisha tena ni mahakama au polisi. Alafu mji wa 12 tena unabadilika tena unakuwa ni gereza, umeona. Kwa hiyo unakutana nani, japo ukiliuliza maana yake maana zote za baadhi ya miji inakuwa mingi, inakuwa inabadilika. Ndio maana tunasoma katika mji mmoja tunasoma mambo mengi ili angalau isilete mchanganyiko na kuchanganya baadaye. Tutakapokuwa tunafanya practical ya jambo moja moja, tukabasi tukaangalia mambo ya ndoa, tutakuwa tunapita, unaona. Tukiangalia lese mambo ya ugonjwa, tutakuwa tunapita, tutakuwa tunaona vizuri, umeona. Na tukiwa tunaangalia kuhusu mambo labda ya wizi, tutakuwa tunapita. Unaona miji jinsi inavyobadilika maana. Kwa hiyo ninapokuwekea hapa hizi maana nyingi, maana yake unapokuwa unauliza jambo, vitu vinakuwa vinabadilika, umeona. Kwa hiyo huu mji wa 7 huu nilikuwa nataka tu uelewe kwamba unahusika na nini? Unahusika na babu na bibi. Unaweza kushangaa labda unaangalia mambo yako afu unataka kujua taarifa zozote za kuhusu ndugu yako, labda babu yako au bibi yako, matatizo yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama ukiangalia mtu akakuuliza kuhusu habari za babu na bibi, si unaweza kawa uelewi. Huwezi kaenda kuangalia katika mji wa 4, kwa sababu mji wa 4 unahusika na baba na mama. Kwa hiyo wazazi wake wataenda mji wa 4 mbele kutoka hapa walipo wazazi, kwa itakuwa ni 1 2 3 4. Hapo hivyo kama hivyo. Kwa hiyo ndio imekaa hivyo. Kwa hiyo hapo nilikuwa nitajaribu kukuelewesha uweze kuelewa kwamba babu na bibi inakuaje. Nisikuache hivi hivi ukashindwa kuelewa kwamba kitu gani kinachohusika hapo. Jambo la mwisho kabisa ambalo la kumalizia ni hili hapa ambalo ni daktari. Kwa hiyo hapa daktari hapa, ukitaka kuangalia wale professional doctors, lakini katika hospitali labda hizi private au government, lakini ni mambo ya kisekula zaidi. Kwa hospitali fulani hapa tuongelee daktari ule spiritual doctors, hatuongelee hao, umeona. Spiritual doctors tunaenda kuangalia katika mji wa 14 huku, ndio tunaenda kuangalia. Lakini hao madaktari ambao labda wako kwa hospitalini kama kawaida, huko ndio tunaenda kuangalia katika huu mji wa 7 hapa, umeona. Kwa hiyo daktari yote labda unataka kuangalia huyu daktari anaweza akamshughulikia ndugu yangu fulani hivi, au daktari nikimwambia kitu fulani atanisikiliza nikimwambia hivi, vitu kama hivyo. Chochote ambacho unataka kukifahamu kuhusu daktari au maisha yake mwenyewe binafsi, anaweza kukuuliza jambo fulani, umeona. Au unataka kufanya kitu fulani kwa daktari, unataka kuangalia impact yake itatokeaje, kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo issue yote ya kumwangalia daktari, uwezo wake, anaweza akafanya jambo fulani au hawezi, au nikimwambia hichi anaweza kukubali, vyote hivyo unakuja kuviangalia kwa nini katika mji wa 7. Kwa hiyo tunapoongelea kuhusu daktari, maana yake mji wa 7 ndo unakuwa unahusika katika jambo hilo. Nafikiri mpaka hapa tumenipata vizuri. Leo nilikuwa niko faster kidogo, lakini sio mbaya, umepata angalau. Kama unaona video hii ina msaada na imekufungua na umeelewa baadhi ya vitu, basi usisahau basi kulike, kucomment, kusubscribe, ili angalau unipe moyo na mimi niendelee kukuletea vitu vizuri hivi bure kabisa. Ni mimi ndugu yako Jafari Ibrahim.